Uh, Nahitaji wale ambao mnaonisikiliza siku ya leo kwa ajili ya haya maisha, na kuna watu wanaojitafutia na kuna watu wanaong'ang'ana hapa na pale kuhusu ya haya maisha ya ulimwengu huu. Niliwaambia leo nitaenda kusema kuhusu uongozi ama kiongozi ni nani. Na leo waja tu nisome katika, sijawahi soma but niruhusu nisome katika kitabu cha Kutoka chapter 2 verse 11. Tasoma verse 1. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Mmisri akimpiga Mwaebrania mmoja wapo wa ndugu zake. Naenda kusema kuhusu leaders. Many of us, wengi wetu tunajua historia ya Musa, na wengine wao wanajua historia ya ile Musa vile alivyozaliwa na ni lipi vile ni vipi alivyozaliwa na aliwekwa wapi. Lakini sasa naenda kusema jana nilisema Musa aliwaendea Waebrania alipoona wakiwa wanateswa. Nataka kuuliza watu wangapi umeendea? Watu ni wangapi umesaidia? Ama wewe unataka usaidiwe na usaidia wengine? Kiongozi ni mtu ajali kuhusu maisha yake, bali anajali maisha ya wengine. Yesu alisema ukitaka kunifuata, ujikane mwenyewe, ubebe msalaba wako. Kiongozi ni mtu wa kujikana maisha yake na anatenda jambo ambalo linalosaidia wengine. For example, tuko na viongozi katika nchi yetu ya Kenya na katika nchi zingine. Wacha nizungumzie viongozi wa Kristo na viongozi wachungaji. Lakini sio wote walio wabaya na sio wote walio wazuri. Kuna kiongozi maisha yake anayatoa kwa watu. Kiongozi ni mtu anatoa maisha yake kwa watu. Ajali kuhusu maisha yake. For example, we have kuna kiongozi mmoja ambaye nitataka kushuhudia katika nchi yetu ya Kenya. Pastor Ng'ang'a.